Wanasema wanawake ni jeshi kubwa na wakiwa na jambo lao kamwe hawawezi kushindwa. Ni kwenye kongamano la uzinduzi wa mradi wa kuwasimamia wanawake kibiashara na kiuchumi, kongamano lililoandaliwa na mtandao wa wanawake 100,000 Tanzania, ambapo mgeni rasmi ni katibu tawala wa mkoa wa Mtwara CPA Bahati Geuzie. Sherehe hizo zimefanyika katika ukumbi wa Chuo cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya tawi la Mtwara ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Faida Online TV watu wa field tumeshuhudia shamra hizo na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Huyu hapa CPA Bahati Geuzie akielezea kuhusu kongamano hilo. Tukio hili la leo limeratibiwa na mtandao wa wanawake 100,000, mtandao ambao umesajiliwa, na kwa mkoa wetu wa Mtwara wapo zaidi ya wanawake 500 katika mtandao huo. Lengo kubwa ni kuwapa mafunzo na ujuzi wa uanzishaji na uendelezaji biashara ili kukuza kipato cha familia moja moja, lakini pia kipato cha mkoa na kipato cha taifa letu kwa ujumla. Wanawake hawa wataenda kupata mafunzo mbalimbali ambayo yatawasaidia kuweza kujiinua kiuchumi. Tumekuwa pia tukiwahimiza sana wanawake wa mkoa wetu wajiunge kwenye vikundi ili waweze kupata fursa mbalimbali ambazo serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kuweka mipango mbalimbali ya kuwasaidia wanawake, kuanzia kwenye mikopo ya 10% ambayo inatolewa kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo wanawake kwenye 10% wana 4 zao ambapo wanaweza kupata mikopo kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibiashara, shughuli za uzalishaji, utoaji huduma na shughuli nzima ambazo zitawaongezea kipato kama kikundi, lakini pia mwanamke mmoja na jamii kwa ujumla. Naye Bitano Saif Mwera ni mlezi wa mtandao huo wa wanawake 100,000 Tanzania, ambaye ana nafasi ya kuzungumza kiundani kuhusu kongamano hilo. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya biashara, ya uchumi na fursa mbalimbali kwa wanawake na kuwasimamia na kufuatilia mwendelezo wake, wanafanyaje kazi, kwa sababu tunataka baada ya muda tuwe na success story, tuone kwamba hili kongamano tulilofanya leo na elimu tuliyoitoa leo na uzinduzi huu baada ya muda fulani wangapi wamenufaika na kitu gani wamefanya, kimewasaidia nini. Kwa hiyo tutakuwa tunafuatilia na kuona kama baada ya hapa ile elimu tuliyotoa watu wameenda kufanyia kazi, wameenda kuzindua vikundi, wameenda kusajili biashara, wameenda kuomba tenda serikalini, wameenda kufanya chochote ambacho sisi hapa leo tumewafundisha. Na hilo pia linawezekana kwa sababu tuna viongozi hapa katika mkoa wa Mtwara ambako kuna mwenyekiti wa wanawake 100,000, kuna katibu, kuna mweka hazina na kuna kamati mbalimbali. Na baada ya kongamano hili la leo watakuwa wanaenda katika kila wilaya, wataanza na Masasi, baada ya hapo watamalizia na wilaya zingine za mkoa wa Mtwara kwenda kufuatilia wanawake katika shughuli zao, kuangalia wanafanya nini. Na sasa hivi kwa Tanzania nzima tuko kama wanachama kama 7,800 katika nchi nzima, na kama nilivyokuwa nimesema katika hotuba yangu, huu ni mkoa wa 10 kuja kufanya kongamano. Tumeanzia Mwanza, Simiyu mpaka leo hii tuko hapa Mtwara. Leo ni huu mkoa wa 10. Kwa tutaendelea mpaka kukadiriani, tutaendelea mpaka tumalize mikoa yote ya Tanzania na baadaye tutaenda mikoa ya Zanzibar. Kwa jina naitwa Phineas Manase, meneja Pipere Kanda Kusini. Na Pipere tunasimamia zaidi sheria ya ununuzi wa umma. Na tulikuwa kwenye kongamano hili la wanawake 100,000, huu mtandao wa wanawake 100,000, kutaka kuelimisha fursa ambazo ziko kwenye sheria ya ununuzi wa umma. Serikali inawajali sana wananchi wake na inapenda kuona kila mwananchi anafaidika kiuchumi, hakai kinyonge, anatajirika, anakuwa na fedha kupitia ushiriki wa hizi tenda za serikali. Na kwenye tenda za serikali hapa ndipo kuna fursa, na nilikuwa tunaeleza tu hawa wanawake kwamba wao wana nafasi kubwa sana, na kila mwananchi kifupi ana nafasi kubwa sana ya kujikwamua kiuchumi. Serikali imeweka utaratibu kupitia sheria ya ununuzi wa umma kwamba kila taasisi itenge 30% ya mipango ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Na haya makundi maalum ni wanawake, ni vijana, ni wazee na watu wenye uhitaji maalum. Kwa hiyo natumia nafasi hii kuwahamasisha wananchi wote wanaweza kusikia jambo hili kwamba serikali yao inawapenda. Na kwenye mfuko kila mwaka hii 30% ambayo inatengwa ni takriban kama trilioni 5 ambazo kimsingi huwa zinabaki. Inafika mahala tunafunga mwaka, makundi hayapo, na hizo fedha zinatumika kwa namna
nyingine. Lakini kama haya makundi yangeweza kuwepo na akajisajili kwa utaratibu ambao tumejaribu kuwaelekeza kwamba wakishachagua ni kitu gani wanafanya, basi wafanye utaratibu wa kuwa na muktasari waanzishaji wa kikundi. Kitu cha pili, wawe na namba ya mlipa kodi. Kitu cha tatu, wawe na leseni. Kitu cha nne, watapata cheti cha utambuzi kutoka halmashauri husika. Alafu kitu cha tano, watakuwa na katiba. Hivi vitu vitano wakishavikamilisha, tayari tunawasajili sisi kwenye kanisa yetu ya mfumo ambao ni mfumo wa NeST. Na taasisi yote inapotangaza hizo tenda, maana yake hiki kundi kinaweza kikaoda na kikaweza kushiriki. Naitwa Neema Jerome Kutandikila, ni diwani viti maalum kutoka tarafa ya Kitangari. Wanawake wengi wamekuwa wakijibidisha katika shughuli tofauti tofauti, lakini ni namna gani wanatunza kile kiasi cha fedha wanachokipata imekuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo kupitia elimu ambayo imetolewa leo na UTT imekuwa kama ni ngao, na wanawake hawa wamepata eneo muhimu la kwenda kutunza fedha zao. Lakini kingine ambacho nimejifunza, pili ni network. Tumekutana na watu tofauti tofauti, kwa na watu kutoka Masasi, Tandahimba, Mtwara mjini, Mtwara DC, na wote kwa umoja wao tumejifunza vitu tofauti tofauti kutoka kwao. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo mimi nimeweka nukta. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.